majma' az-zawaid kutoka hadithi ya sahaba Ubada ibn Samit na shuhuda nyingine au shahada nyingine ya tatu juu ya kuonesha usahihi wa hadithi hii ni hadithi ya Aisha kutoka kwa inda Abi Nuaim kwa upokezi wa al-Imam Abu Nuaim katika akhbaru Asbahani الرابعة عشرة علامة ya 14 الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه mtu kufa katika kutetea mali ambayo yakusudiwa kuporwa. Kwa maana sasa kusema kufa mtu mbaroba au kufa huku waporwa, sababu wajanja wengi wafihi ahadithi na kuna hadithi nyingi katika hizo manquti la duna malihi wa fi riwaya man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa shahidun. Hadithi nyingine imekuja tamko kwamba atakaye uawa duna malihi akiwa atetea mali yake katika riwaya imekuja itakayetakwa mali yake pasi na haki akapigana kisha akauawa, huyo ni shahidi. Amepokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim na al-Imam Abu Daud na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam at-Tirmidhi na akisahihisha al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ahmad, na wote hao ni kwa riwaya mbili au riwaya ile ya pili isipokuwa al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, kwa sababu hao ni kwa ile riwaya ya mwanzo, na hiyo ni riwaya ya al-Imam an-Nasa'i na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Ahmad, na wote hao wamepokea kwa sahaba Abdullah ibn Amr isipokuwa al-Imam Ibn Majah yeye kapokea kwa sahaba Abdullah ibn Umar. Na katika huu mlango kutoka kwa hadithi, katika huu mlango kuna hadithi ambayo yatoka kwa sahaba Sa'id ibn Zaid na itakuja kwenye kipengele cha 15 kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah. Lakini tusikilize hichi kisa ili tuelewe, tumalize hichi kisa ili tuelewe hilo, na tutataja namna inapokuwa mtu ajitetee vipi, kwa sababu sio kwamba eti wewe ukijiwa tu uwe, sababu kuna wengine wanaofahamu sio iza akafuata tu akaua, kwa maana mtu asije akafuata tu hivi na mtu akaua. Sasa namna ya kuwa mtu akiuawa anajitetea mali yake ni vipi au anaitetea, tutaona kwenye hili tukio. Alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya Rasulullah araaita in jaa rajulun yuridu akhdha mali, nipe habari wewe Mtume kama atakuja mtu kwangu mimi ikawa ataka achukue mali yangu. Qala fala tu'tihi malak, Mtume akamwambia usimpe mali yako. Qala araaita in qatalani, mwambie hivi nipe habari Mtume, je akiwa atakanipia aniue au akaniua, ni kwa maana atakapigana. Muqatala hapa ni kupigana. In qatalani tofauti na in qatalani. In qatalani akiniua, in qatalani ikawa anipiga. Qala qatilhu, Mtume akasema nawe mpige. Qala araita in qatalani, na kasema sasa hapa vipi Mtume nipe habari je akiniua? Qala fa anta shahidun, mwambie wewe ni shahidi. Qala araita in qataltuhu, akauliza huyu mtu je Mtume unaonaje nikimuua yeye sasa? Qala huwa fi an-nar, yatakuwa wapi? Motoni, kwenda motoni. Hadithi nyingine kutoka kwa sahaba Mukhariq Allah amridhia amesema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya'ti ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Huyu mtu mwingine alikuja kuuliza hivi kwenye riwaya nyingine, mtu ananijia kisha ataka mali yangu, yani mtu anakuja kisha atakachukue mali yangu. Qala dhakirhu billah, Mtume akamwambia jambo la mwanzo hebu mkumbushe Allah, uenda kaghafilika, mwambie wewe bwana utakufanya dhulma, wewe kuna Allah anakuona, alam ya'lam bi anna Allah yara, anakuona Allah. Lakini mtu akishafuta bangi hakuelewi hapo. Qala fa in lam yadhakkar, akauliza huyu mtu je asipokumbuka, nishamkumbusha alafu hakukumbuka. Qala fasta'in alayhi man hawlaka min almuslimin, akasema Mtume taka msaada dhidi yake kwa wale ambao wako pembezoni mwako katika Uislamu, kwa maana kuja kaenaidiwa ndio nisaidie msaada vile. Qala fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin, nasema je pakiwa hakuna kando yangu yoyote katika Uislamu. Qala fasta'in alayhi as-sultan, akasema kwamba taka
msaada dhidi yake kwa kiongozi, maana kamshtaki. Qala fa inna as-sultanu anni wa ajjala alayya, akasema je, inakuwaje kama kiongozi atajitenga na hii hukumu yangu akaacha, nishamwambia alafu akanipuuzia, alafu akanifanyia haraka kunihukumia mimi kama wewe umekosea, umekwenda kumshtakia hivi, akasema wewe umekosea. Qala faqatil duna malika hatta takuna min ash-shuhada'i min shuhada'i al-akhirati au tamna malak, akamwambia mtume kwamba pigana wewe kuitetea mali yako mpaka utakapokuwa, au ili uwe wewe ni shahidi katika mashahidi wa yaumul qiyama, au utakapoizuia mali yako isiibiwe, mpaka utakapoizuia mali yako isiibiwe. Ikiwa wapi? Ikiwa yani kama atajitenga nami, na maana kushamwambia akakupuuza au akanihukumia mimi kimakosa, ndio kwa sababu inawezekana hivyo, kwa shtaki nikamwambia nayo kunzidi nawe, wakira watu mpaka wafanywe hivyo, unaweza hivyo pia, ndio akataja hukumu hiyo. Hadithi hii ipokea Imam an-Nasa'i na Imam Ahmad, na ili tamko la ziada lake yeye na sanadi yake ni nzuri, juu ya kupokewa ni sahihi, juu ya kupokewa kwa Imam Muslim.